Kuna hili jambo linaendelea kwenye jamii yetu na nafikiri wewe unalijua pia. Unakuta kwenye haya maduka maarufu kama dukani kwa mangi. Haya maduka ambayo yanakuwa yako mtaani ya bidhaa za chakula. Maduka yale kumekuwa na uuzwaji wa hizi pombe za shilingi 2,000, 1,000, 500. Sawa sawa. Imepelekea hata kuna baadhi ya wazazi anakuwa yuko nyumbani alafu anamtuma mtoto wake mdogo, pita pale kwa mangi, chukua hii hapa. Inatajwa ile pombe, mtoto anapewa na muuzaji anampa bila wasiwasi, na wakati fulani hata wazazi na watu wazima wengine ambao wanakuwa wako pale dukani hawaoneshi kukemea. Kwa muktadha huo, mnaona hili jambo likienda amuoni, ama mnaona hili jambo likitupeleka sehemu gani kama jamii? Ndugu mtangazaji, niseme hili jambo sasa hivi limekuwa sijui, lakini ni jambo ambalo sisi kama watoa huduma linatumiza sana, kwa sababu sasa hivi niseme uuzwaji na uwepo wa hizi pombe kali imekuwa ni usizitaje sawa, zimekuwa ni tishio kwa uhai na afya vijana. Tunaona vijana wengi sana wanavyoumia kwa hizi pombe kali. Maana sasa hivi kuna za kupima mpaka 200. Kinamtosha kabisa yeye kuweza kuwaka na kufanya mambo. Kwa hiyo uuzaji holela wa pombe sasa hivi, ukienda kwenye vituo mabasi pembeni, unaona kibanda kinauza sigara, lakini ukipita usiku kuanzia saa 2 na kuendelea, uone jinsi vijana wanavyokuja mahala pazuri sana. Kumbe mnaona ni hatua gani kama serikali inachukua? Changamoto kubwa ambayo mimi naiona hapa, unajua pombe ipo kwenye grupu. Pombe ni tunasema ni kinywaji ambacho kipo kihalali kisheria. Kwa hiyo mnawavumilia kwa sababu ni walipa kodi labda. Kihalali pombe ni, lakini kitaalamu tunasema pombe ipo kwenye grupu ya madawa ya kulevya aina ya depressant, yani ni kifubasha. Yani ni kinywaji ambacho kinaleta upumbazo wa kinaenda kufubaza wa akili na kuamua. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa kuna makampuni ambayo yanalipa kodi kwa kutengeneza hiyo, lakini kuna pombe ambazo zinazoingia kwa njia ya panya. Kwa hiyo mimi kuniuliza, ningesema hili uuzaji holela ambao unafanywa katika hizi ngazi, mimi nasema ngazi za halmashauri. Kwa hiyo niseme tu ni halmashauri mbalimbali za katika mikoa ndizo ambao walikuwa na jukumu la kudhibiti hii hali, kwa sababu wale wanauza bure, hawalipi kodi. Kwa hiyo wao wangekuwa wanafanya misako katika vile vibanda vile, wangekuwa wao ndio wangetusaidia, kwa sababu wangefanya msako, wangewakamata, kwa sababu si wanamgambo. Mgambo wale ambao wanakamata hawa watu wanauza bidhaa chini. Walikuwa wana uwezo wa kufanya msako kwenye vile vibanda wanauza pombe kwa njia sio sahihi. Wakaweza kudhibiti hilo jambo, kwamba watao wangedhibiti, na maana hata hii swala mtu kumtuma mtoto lisingetokea. Mbaya sana hiyo. Singetokea, kwa sababu mtu kitaka pombe lazima uende sehemu husika. Maana yake tunazalisha walevi wapya. Exactly. Na mtoto anakuwa na udadisi, hii kitu anachotuma baba ni kitu gani? Ngoja mimi nionje. Kwa hiyo kila siku anamtuma anaonja mpaka baadaye naye tena hapo kwenye afya ya akili ya mtoto wanasema tunajifunza kwamba mtoto ajifunzi kulingana na maneno ya mzazi au mlezi. Mtoto anajifunza vizuri sana kuhusiana na matendo ya mzazi au mlezi. Hatari sana.